maybe washaribikiwa huko, ndo wanakuja na kutafuta wewe, kwamba hakusupport ile kindaki. Ni matumaini yangu hujambo na karibu sana, lakini pia kama unasumbuliwa, tuomba Mwenyezi Mungu akuweke sawa, uimarike, uendelee na majukumu ya kulipambania taifa la Tanzania. Ni siku nyingine nzuri ndani ya Tujengane Plus katika kipindi cha Dira ya Kesho, ambapo leo tutakwenda kuzungumzia swala la kwa nini baadhi ya vijana wanashindwa kupambana ama wapambani katika maisha haya kila siku. Hii baadhi yao, asilimia kubwa, wamekuwa wameishi kwenye hii mada ambayo sisi leo tutakwenda kuizungumza, na uzuri ni kwamba leo tuko na miongoni mwa vijana ambaye yeye yuko ndani ya kipindi cha hiko huo ujana wenyewe ambao tunauzungumzia. Mimi ni Musa Mwenyihija. Hakikisha mambo yanakuwa sawa kabisa. Usiondoke, kaa hapo hapo huku tukiendelea. Mambo vipi? Safi tu. Kwanza nimefurahi leo kuweza kuwa sehemu moja ya hiki kipindi. Na karibu sana. Asante sana. Sasa leo tunaangazia mada ambayo yenyewe nasema kwa nini baadhi ya vijana ama kwa asilimia kubwa ya vijana wamekuwa hawapendi kujituma. Tutaangalia hilo jambo, lakini kabla hajaangalia hilo lengo kuu la mada husika, tujaribu ama utuambie nini maana ya kijana. Kijana ni mtu wa design gani? Kijana ni nani? Okay, kwa kwanza kijana ni mvulana ambaye anakadiriwa kuanzia miaka 15 mpaka 35. Huyo ni kijana. Kwa hiyo ni kijana ni mtu ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 35, miaka 15 mpaka 35. Yeah. Sawa, nafikiri kimsingi mtazamaji umepata kuelewa kijana ni mtu wa design gani. Ni mvulana ambaye kuanzia miaka 15 hadi miaka 35. Sasa twende kwenye lengo la mada husika. Kwa nini baadhi ya vijana wamekuwa hawapendi au hawana tabia ya kujishughulisha ama kupambana? Kwa nini baadhi ya vijana hawapendi kujishughulisha ama kujitoa kwa ajili ya maisha? Ndio. Vijana wengi ambao kwamba walio wa sasa vijana wa 2000 ambao sisi tunahitajika huko mitaani kwa 2000, wengi wao wamezoea kwamba wanaamka asubuhi, wamezoea kulelewa malezi yale ambayo kwamba ya kupewa, kwamba wao wamejizoesha kwamba malezi ya kutegemea, namtegemea baba, namtegemea mama. Unakuta ni yale malezi tangu uko mdogo, namtegemea baba, namtegemea mama, mpaka anakuja kuingia katika ile kadiri ya vijana kuanzia miaka 15 mpaka 35. Unamkuta bado yeye kwamba yupo katika mategemezi, kwamba anamtegemea baba, anamtegemea mama. Unakuta wengine wapo maskani hawana shughuli yote ya kujishughulisha kufanya. Hapo tu maskani, kaamka asubuhi, kakuta chai, haya hajakuta, katoka kenda maskani, anarudi nyumbani kuangalia saa 6 7 cha mchana kipo. Hajui kwamba kuna utafutaji hapo, kuna upambanaji. Kama yeye kijana, yani shengia katika ile miaka ambayo ya kadiri, kwa ni kijana aanze kuchakarika ili kuwa ni utafutaji. Sasa nafikiri wazazi ni sababu ya kwanza ambayo umejaribu kuzungumza, inapelekea baadhi ya vijana wanashindwa kujituma ama kupambana kwenye haya maisha ambayo tuko nayo sasa hivi. Sasa unadhani kuna sababu nyingine ambazo huenda zinapelekea baadhi ya vijana kushindwa kupambana? Sababu ya pili inayosababisha kwamba vijana wanashindwa kupambana kwenye maisha ni wigo. Yaani kwamba wewe ni rafiki yangu, sisi ni marafiki. Kwa hiyo kwamba upo umetoka kwenu wewe mashallah zipo. Umetoka kwenu umeenda maskani umekaa. Kwa hiyo mimi na mbona ule katoka kaenda kakaa tu, acha na mimi nifuate huyo. Pengine zikana kaa sisi nje yetu moja. Hajui kwamba yani wewe ni kwamba kwenu zipo, kwamba maybe unasoma kwa form 4. Pengine ukimaliza tu kusoma haupo nje ya nchi. Mimi sijui hivyo. Mimi najua kwamba wenzangu ndio hivyo dasraja alikukaa pamoja maskani. Yani kwamba ni wigo. Wana wigo wa kupitiliza ambao kwamba unawasababisha kwamba wanashindwa kupambana katika maisha. Sababu ya pili ni kujibweteka. Kwa Zanzibar lugha yetu tunajua kujibweteka, yani kwamba ni kujiachia, kwamba bana kesho sintakuja kupata kazi tu na hivi. Unakuta kwamba kijana kijana anakuwa anajibweteka, anajiachia maskani, sharobaro mwingi kabisa. Ndio kama hivyo nazungumza maskani mara huku, mambo ya mademu, wanawake,
unakuta pia hiyo inasababisha yani pia inapelekea kwamba kijana kama kijana kutokujishughulisha au kupambana katika maisha. Sawa, nafikiri tumeangalia ama umetuambia sababu tatu ambazo zinapelekea kwa namna moja ama nyingine baadhi ya vijana kushindwa kupambana kwenye haya maisha. Nakumbuka umetuambia wazazi kwa namna moja ama nyingine wanapelekea hili baadhi yao, lakini pia wa pili ukatuambia kwamba uigo, baadhi ya vijana wanaiga marafiki zao, watu zao wa karibu wanafanya na wao wanaiga. Lakini kitu cha mwisho nakumbuka umetuambia kuhusiana na swala zima la kujibweteka. Sasa ni athari vipi ambazo zinaweza kujitokeza mara baada ya huyu kijana kushindwa kupambana? Yani anakaa maskani, anabweteka na vifanye kama hivyo, anashindwa kupambana. Kuna madhara yoyote yanaweza kujitokeza kwa kijana namna hii? Madhara yapo yanayojitokeza. Madhara yanayojitokeza ni kama hayo bado tunaona katika jamii yamezunguka sana, mambo ya wizi. Vijana ndio wao ambao kwamba walikuwa wamekaa tu nashindwa kujishughulisha na kitu chochote na fani yoyote. Kwa siku mimi na shida na pesa, nataka na shida ya kitu fulani, nifanye nini nipate hicho kitu, unakuta naenda kuiba. Unakuta bila shaka mtazamaji umepata kikubwa cha kujifunza. Tuko na kijana Walid anajaribu kutupa mambo mawili matatu kuhusiana na mada husika. Tumeangalia maana ya kijana ni nani, lakini pia tukaangalia sababu ambazo zinazopelekea baadhi ya vijana kushindwa kupambana, lakini pia tukaangalia athari mbalimbali ambazo zinatokana na kujibweteka ama kijana kushindwa kupambana. Sasa bado niko naye hapa vizuri, na kwa kuendelea, Waswahili wana msemo wao, huwezi kumzungumzia Doto ukamwacha Kulwa, ama huwezi kumzungumzia Kulwa ukamwacha Doto. Sasa imekuwa ni nafasi nzuri, tumejaribu kuangalia baadhi ya vijana ambao hawajitumi, tukaangalia sababu na athari na vitu fulani kama hivyo. Sasa hebu tuangalie, imekuwa ni jambo la kawaida ama jambo ambalo tunalishuhudia kwenye maisha ambayo tunaishi sasa hivi, hao vijana ambao wanajituma mara nyingi ama asilimia kubwa katika kujituma kwao, katika kujipambania kwao, wanashindwa kufikia malengo. Sababu ni ipi hasa inapelekea mpaka wao wanashindwa kufikia malengo ambayo wamejiwekea kwenye upambanaji wao? Sababu ambayo kwamba inapelekea kwamba vijana wanojituma kwenye maisha wanashindwa kufikia malengo. Sababu ya kwanza naweza kusema kwamba sababu kuu kabisa, naweza nikaongea kwa mfano. Sana napenda kutoa mifano. Sababu kuu kabisa, yani kwamba wewe ni mzazi wangu. Mzazi wangu wewe, yani mimi ni mwanao. Unajua kwamba mwanangu anapambana, pengine ana ndoto za kucheza mpira, anapiga boli sana tu fresh. Lakini wewe mzazi una kitu kwamba ile hataki kazi. Nimtafutia kazi fulani hataki. Anaona bora aende akacheze mpira. Sawa, acha acheze, kuna manufaa yake. Ile ni sababu ya kwanza ambayo kwamba inapelekea kwamba yani ile inakuja ni kwamba ni rizaa au kazi fulani hivi kutoka kwa wazee. Kwa sababu vijana wengi tuliopo, malengo yetu yanaendana na ndoto zetu tulizojiwekea. Bwana, mimi na ndoto na kipaji fulani. Ndoto yangu nifikie sehemu fulani. Acha hichi kipaji changu, ndoto yangu nitumie kwenye kazi zangu. Unakuta kwamba mzee huku yeye mwache haya, yani kwamba haja kuinulia mikono kwa Mungu kwamba Mungu mwanangu yuko hivi muongoze, yeye kachukulia kama ni kawaida. Hasa ile pale unakuta kwamba inatuangusha sisi vijana katika ndoto zetu na kwa hazitimii, malengo hayatimii. Kwa sababu nini? Wazee hawakutupa radhi kamili, kwamba wazee wanasema mwanangu bwana anacheza mpira hivi na hivi, lakini yeye huku nyumbani nasikia kwamba mmempa kazi fulani hakuitaka, mmempa hivi hakutaka, haya bwana mwacha aende. Sasa kidogo inakuwa si sahihi. Ndio kwanza. Ya pili ni kuzungumzia katika company, maybe mimi mwanao na mambo ya graphic designer au photographer. Unakuta yani katika ambao watu ambao na wapiga picha ni watu ambao kwamba ni wale mbalimbali kabisa. Wale watu wa karibu company hamna kabisa. Hawasupport kile ambacho ninachokifanya. Ile pia inatuangusha sisi vijana. Kama mimi mpiga picha kwamba mimi mtu maybe atoke huko bana nataka picha hivi na hivi, lakini wale wa karibu
mle kwenye familia unakuta kwamba watu wanafanya shughuli zao pending, wana mashoga, wana marafiki, wanafanya shughuli zao, hawakuambii kwamba hawakutangazii biashara yako. Ndio bwana, na mwanangu hivi na hivi anapiga picha nzuri, hawakupambii. Ndio unakuta kwamba ile anapiga picha tu, haya huku shughuli inafanyika na nini, maybe asharibikiwa huko, ndo anakuja na kutafuta wewe kwamba hakusupport ile kindaki. Unakuta pengine mimi mwanao bodaboda, abiria kijiweni kwangu na teja hapa, lakini wewe pengine una mzigo wako unapeleka huku na huku, unachukua bodaboda kutoka sehemu nyingine. Mtumie bodaboda, kija nitamlipa tu. Kwa nini simchukue yule kijana wako? Nenda, nitakupa pesa ya kwenda na kurudi. Afu kiangalia kwamba yule kijana wako kwamba anapambana kwenye maisha, mwisho wa siku kwamba zile pesa zote anazozipata zinaisha mle ndani ya nyumba, kama akiwa hajaoa. Hata kama akiwa shaoa, anajijengea yeye na nyinyi pamoja kifamilia. Yaani hizo ni changamoto ambazo kwamba zinofanya kwamba vijana kwa nini hawaendelei pale ambapo wanapambana. Miongoni mwao ni hizo hapo. Sasa kwa kumalizia, kwa ujumla tumeangalia vijana ambao hawataki kujishughulisha, hawataki kupambana, lakini pia tumeangalia vijana ambao wanapambana, hawafikii malengo. Sasa nataka utuambie kwa ujumla kipi kifanyike kwa aina zote za vijana, hawa ambao hawataki kupambana na hawa ambao wanapambana lakini hawafikii malengo yao, na umezielezea kwa uzuri sababu kote kwa pande zote mbili. Sasa hebu tuambie kipi kifanyike hasa? Ni support. Wakiwa wanapata support wale kidogo, na kwa wanapunguza ile uzorotaji wao kwamba bana mimi kwamba napambana kuna hivi sina support. Ni support ndio inawafanya kwamba wao wafikie malengo. Kifupi ni support. Na kwa upande wa hao ambao kwamba hawapambani, wanajipeteka, wako uzorotaji tu mitaani, maskani, hawa kwanza ni elimu kutolewa kwao, pamoja na kwa wale wazazi wao, kutokana na malezi ambao wanawalea wale vijana tangu wako wadogo mpaka wanakuwa. Hiyo kidogo itachangia katika hata kwa nyinyi waandishi wa habari, kwa vipindi vile ambavyo mnaweka kwa vijana, kuelimisha, kuwaita kama hivi vijana ili kuwapatia elimu, pia na kidogo inafumbua akili, inafanya wafikirie malengo yao. Hata kama mtu hana malengo, unafikiria kwamba yake malengo, bwana mimi bora niwe na malengo fulani, sina malengo, bora niwe na malengo fulani ili nifikie ndoto zangu, ili nije kuwa na hela. Hivi vipindi pia vinachangia kidogo kwenye kutatua changamoto ambazo zipo zilizoongea hapa. Bila shaka Walid amemaliza vizuri, tukilinganisha na mada husika ambayo yenyewe inasema kwa nini baadhi ya vijana wanashindwa kupambana. Sasa ilikuwa ni siku nzuri, lakini nijaribu tu kusema ama niseme tunashukuru sana kwa ushirikiano wako mzuri. Asante sana. Kuhusiana hiki ambacho tumekifanya hapa. Asante sana. Na hii sio mwisho, naomba uwe mwanzo ambao hauna mwisho. Lakini pia shukrani zangu za dhati ziende kwenu watazamaji. Lakini kama ilivyozoeleka kwamba siku zote mshahara kwenda porini ni sawa kama haujapotea kamwe. Lakini nikwambie tu ufuatiliaji wa vipindi vingine uwe ni muhimu sana kwako. Jina langu ni Musa Mwinyihija. Asante na kwaheri.